Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 4 ya Majilio ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni Mungu yupo pamoja nasi. Mungu yupo pamoja nasi. Mungu ni Emmanuel. Tutasikia katika masomo yatakayotuongoza kwamba Mungu yupo kati ya watu wake walipokuwa na matukio mbalimbali, walipokuwa na wasiwasi na mashaka juu ya kile kilichokuwa mbele yao. Mungu yupo, na ni kweli Mungu yuko nasi katika safari yetu ya maisha. Masomo yanayotuongoza katika Dominika hii. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 7 aya ya 10 hadi ya 14. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 7, na injili ni Injili ya Mathayo, ile sura ya 1 aya ya 18 mpaka ya 25. Ili kuweza kuelewa vizuri dhana nzima kwamba Mungu yupo pamoja nasi, naomba tuanze kwa kuangalia masomo yetu yanayotuongoza katika Dominika hii. Kama nilivyosema, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 7 aya ya 10 mpaka ya 14. Ilikuwa somo hili ni kipindi kati ya mwaka 733 mpaka mwaka 727 kabla ya Yesu Kristo, wakati mfalme Ahazi akiwa mtawala wa Yuda. Ikumbukwe, mara baada ya kifo au utawala wa mfalme Suleimani, Israeli iligawanyika katika sehemu kuu mbili: kusini ambako kulikuwa na kabila la Yuda na Simeoni, na kaskazini ambako kulikuwa na makabila mengine 10. Basi kusini kuliitwa Yuda, kaskazini kuliitwa Israeli. Ahazi alikuwa mtawala wa kusini, yaani Yuda. Alitawala kwa muda wa miaka 16. Huyu hakuwa mtawala mzuri sana machoni pa Mwenyezi Mungu, maana aliendekeza sana ibada na sadaka kwa miungu. Kipindi hiki cha somo kilitokea wakati wa tukio kubwa sana lililotikisa utawala au ufalme wa Yuda. Ilikuwaje? Ufalme wa Israeli uliungana na ufalme wa Syria na kuivamia Yuda. Kwa sababu Yuda walikataa kuwaunga mkono dhidi ya Waasiria, wakataka kuungana na Waasiria. Ndivyo Mungu anamtuma nabii ili aende akamwambie Ahazi asiogope wala asiombe msaada kwa yoyote yule, bali amtumainie yeye, ataona ukuu wa Mungu. Ahazi afuati hayo, anaona shaka, anaomba msaada kwa mfalme wa Ashuru, yaani wa Asiria. Mungu anamtuma tena nabii huyu. Ndipo nabii anasema, kama uamini, omba tu ishara yoyote, ili ujue kuwa Mungu yuko pamoja nao, ili ujue kwamba unatakiwa umtumainie Mwenyezi Mungu. Ndipo mfalme tumesikia anasema, sitaomba wala sitamjaribu Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, vita ambayo Ahazi aliyokuwa hii inampa wasiwasi ilimtia mashaka sana, na ni kweli mwisho alienda kuungana au kujiweka chini ya Waasiria. Mbaya zaidi sasa, kile alichokuwa nakitegemea kilikuwa kinyume. Waasiria walimfanya kama koloni lake. Yuda ikawa koloni la hawa Waasiria, na ufalme wake ulidhalilishwa sana kwa kiasi kikubwa sana, na akalazimishwa kulipa ushuru mkubwa sana. Ili sasa kumtia moyo Ahazi aweke tumaini lake kwa Mungu peke yake, sasa nabii Isaya anasema tena Mungu mwenyewe atakupatia ishara. Mungu mwenyewe atakupatia ishara. Na
kuwa sasa bikira atachukua mimba, atamzaa mwana. Au sehemu nyingine ameandika mwanamwali atachukua mimba, atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Immanuel. Ndugu zangu katika Kristo, ni kweli kabisa ahadi hii ya nabii ilitimia. Mtoto wa kiume wa Ahazi, Hezekia, alitungwa mimba na mwanamwali. Alizaliwa akawa mfalme mzuri sana. Alikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Hivyo jina Immanuel, Mungu pamoja nasi, lilimfaa sana mtoto huyu. Hata hivyo, Hezekia hakuwa mfalme bora nabii Isaya aliyemtarajia. Hivyo matumaini ya kupata mfalme mwingine kutimiza ahadi hii iliyotolewa bado yalibaki, na iliaminika, na bado ahadi iliendelea kuwa atakuwepo mzaliwa mwingine wa ukoo wa Daudi ambaye atakuwa kweli ni Mungu pamoja nasi, yaani Yesu Kristo. Na ndio hiyo ahadi inakuja kutimilika vizuri zaidi katika Injili ya Mathayo, ile sura ya 1 aya ya 23. Ndugu zangu katika Kristo, hapa naamini unaweza ukawa umeelewa vizuri kabisa. Na ili kupata ukweli kabisa wa simulizi hii kwa kirefu zaidi, na namna jinsi gani Ahazi akuwa na tumaini sana kwa Mungu, alikuwa na wasiwasi sana, moyo wake ulikuwa unategemea nguvu nyingine, na matokeo yake ni kupata maangamizi makubwa. Unaweza ukasoma habari hizi kwa kirefu katika kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya 16 aya 1 mpaka 20, au kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 28 aya ya 1 mpaka ya 10. Ukisoma utaweza kuelewa hiki kitu nilichokuwa nakielezea hapa. Katika wasiwasi, katika mashaka, Ahazi alitegemea kupata msaada si kwa Mungu bali kwa wafalme wengine, na hapo akapata maangamizi makubwa sana. Hakuelewa kwamba Mungu yupo na lazima kumtegemea yeye. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 7. Ndio hicho ambacho tunakisikia sasa, kumtumainia Mungu, kumtegemea yeye, ambako unatakiwa mimi na wewe kuwa nako. Mungu huyu Yesu Kristo yuko pamoja nasi, na Mtume Paulo anaeleza kabisa kwa ujasiri mkubwa, anamtaja kama Kristo mwana wa Daudi. Anataka Warumi watafakari juu ya umungu na ubinadamu wa Yesu Kristo, aliyezaliwa, kuishi, kuteswa na kufa na kufufuka, anayelinda na kuongoza kanisa lake na watu wake kila siku kuelekea wokovu wa milele mbinguni. Mungu, yaani Immanuel, Yesu Kristo, yuko pamoja nasi. Mungu yupo pamoja nasi, anatuongoza, anatulinda kuelekea wokovu wa milele. Hivyo tusiwe na mashaka, tusiwe na wasiwasi. Somo la tatu kama nilivyosema, linatoka katika Injili ya Mathayo, ile sura ya 1 aya ya 18 mpaka 25. Somo hili tutafakari vizuri sana, kwa sababu tutakuja kulisikia tena kipindi cha Christmas au kuzaliwa Mwokozi. Hivyo tutaangalia kidogo hapa, lakini bila kuingilia kuzaliwa kwake Bwana Yesu Kristo, kwa sababu tafakari kubwa zaidi itakuwepo kipindi hicho. Tunasikia habari za kuzaliwa kwa namna ya pekee sana, tofauti kidogo na ile Injili ya Luka, ile sura ya 1 aya ya 26 mpaka 38. Hapa
Yosefu wa ukoo wa Daudi ndio anapashwa habari na anapewa mamlaka ya kumpa jina. Yaani ni wazi kabisa Yesu anakuwa wa ukoo wake. Nikikupa jina maana yake unakuwa wangu. Wahenga wanasema hivyo. Kwa hiyo Yesu anaingizwa kwa kupewa jina katika ukoo huu wa Daudi. Itakumbuka pia kuwa wakati Bikira Maria anapashwa habari ya kumzaa Yesu Kristo, Yosefu hakuwa na habari. Alishangaa kumwona mchumba wake ana mimba. Kulingana na sheria za Kiyahudi, wachumba waliheshimiwa kama wanandoa ingawa hawakuruhusiwa kukutana kimwili. Kitendo hiki cha Bikira Maria kuwa na mimba kwa Yosefu ilikuwa ni kama surprise fulani, jambo la kushangaza. Hivyo, kwa kuwa alikuwa mtu mwenye haki, mnyenyekevu, aliazimia kutomwaibisha mama huyu ili kumnusuru na adhabu ya kupigwa mawe, ili kumnusuru na dhihaka ya kuzomewa mbele ya jamii na kudhalilika. Hakutaka kumvua nguo huyo mke wake. Yosefu alikuwa ni mtu mcha Mungu sana. Ndio hapa tunasikia anataka kumwacha kwa siri, lakini Mungu anaingilia kati. Mungu yupo katika wasiwasi na mashaka ya Yosefu. Mungu yupo. Ndugu zangu katika Kristo, tumeangalia somo la kwanza, Mungu yupo katika mashaka ya nabii Ahazi. Somo la Injili, Mungu yupo katika mashaka ya Yosefu. Na ni kweli tunasikia katika somo hili la pili, waraka Mtume Paulo kwa Warumi, Mungu yupo nasi katika safari nzima ya maisha yetu, akituongoza toka mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu, akiongoza kanisa lake. Mungu ni Emmanuel, yupo na anafanyika mwili kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu, akakaa nasi, yaani Emmanuel. Mungu yupo. Sasa tukiwa na hili wazo, ndugu zangu katika Kristo, hebu tafakari mawazo mengine madogo mawili ambayo yatatuongoza katika Dominika hii. Dogo la kwanza ni kutimia litatimia. Kutimia litatimia. Naomba niwaambie ndugu zangu katika Kristo, mimi na wewe katika safari yetu ya maisha, wakati mwingine kama Ahazi, tunakutana na vikwazo vingi sana. Wakati mwingine kama Yosefu, tunakutana na changamoto nyingi sana. Tunakutana na yale ambayo yanatutia mashaka au wasiwasi ndani ya mioyo yetu. Muda mwingine mitihani ya maisha inakuwa juu ya uwezo wetu. Inataka kusaulisha kwamba Mungu yupo. Tunakuwa na mashaka sana. Majaribu, mawimbi ya maisha inakufanya unapata wasiwasi sana. Iwe kwenye familia, iwe kazini, iwe saa nyingine majaribu ya kiafya, majaribu ya kiuchumi, vinakuwa juu ya uwezo wetu. Tunasali sana. Wakati mwingine tunasikia sauti ya Mungu ikisema kama ilivyosema na nabii Ahazi kwamba mtumainie Mungu, mtumainie Mungu, mtumainie mimi, nitumainie mimi. Ila roho nyingine inasema Mungu anakawia, Mungu hayuko pamoja nawe, Mungu amekuacha. Wakati mwingine unaona kabisa kwamba familia yako inaangamia, kazini kwako migogoro haishi, watoto wako wanapitia changamoto ambazo zinakuumiza wewe. Wakati mwingine wewe mwenyewe haufanikiwi na maisha, afya yako inazorota, ajira wakati mwingine haupati, unalala, usingizi haupati, unajaribu kila sehemu kuhangaika kutafuta suluhu ya matatizo, haupati. Milango ya maisha inaonekana imefungwa. Ndugu zangu katika Kristo, katika yote lazima kuelewa kwamba Mungu ni Emmanuel. Inawezekana ukajiuliza, wewe ni Emmanuel, yaani uko pamoja nasi, lakini mbona sikuoni katika safari yangu ya maisha? Naomba niwaambie kitu. Poteza kila kitu, ila usipoteze imani yako, tumaini lako juu ya Mwenyezi Mungu. Poteza kila kitu, ila usije ukapoteza
ile sauti ya ndani inayokwambia Mungu yupo, Mungu atafanya kitu, Mungu atatenda, Mungu ni Emmanuel. Na ndio hii sala ambayo inakuomba uombe kila siku. Maandiko yanasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye, naye na yeye pamoja nami. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 aya ya 20. Mungu yupo pamoja nasi. Kristo Emmanuel yuko pamoja nasi. Huyu tunayemsubiria yupo pamoja nasi. Matatizo na changamoto za kimaisha zikikuvamia katika nyumba yako ya maisha, kumbuka Kristo ni Emmanuel, yupo mlangoni. Mfungulie, mkaribishe, ili akupiganie wewe, ili akutie nguvu, ili utambue kwamba yeye anaweza. Maana maandiko yanasema, vita si vyako, vita ni vya Bwana. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 20 aya ya 15. Mtegemee na uone maajabu, maana Mungu wetu ni Mungu ambaye yupo pamoja nasi. Katika mashaka kama ya Ahazi na katika mashaka kama yaliyokuwa ya Yosefu, tumeona hawa wote katika mashaka yao Mungu aliingilia kati. Na kweli kabisa, kwa sababu walimtumainia Mungu, waliona mkono wa Mungu. Nikuombe ndugu zangu, nikuombe ndugu yangu, katika mashaka yoyote yale, mkumbuke Yosefu. Yeye alimtumainia Mungu. Alikuwa mtu wa haki na mcha Mungu, akamwachia Mungu na kusikia sauti yake, na Mungu akatenda. Alikuwa pamoja naye. Yosefu hatusikie analalamika, anaongea chochote, bali anafuata kile ambacho Mungu anamwambia. Ahazi akufuata, akapata madhara makubwa sana. Yosefu alifuata, na sasa hivi tunamheshimu sana. Kanisa zima tunamheshimu. Ana sifa, ana litania ndefu sana kwa sababu hiyo ya kumtumainia Mungu. Mungu aongei katika makelele. Mungu anafanya vile anavyotaka katika ukimya. Uweka moyo wako kama alivyoweka mtakatifu Yosefu. Katika yote alimtumainia Mungu, na kweli Mungu akatenda. Aliyoyatenda yalitimia. Aliyoyasema kwa Ahazi yalitimia. Aliyoyasema kwa Yosefu yalitimia. Anayoyasema kwako yatatimia pia. Majilio ni kipindi cha kuwa na moyo wa namna hiyo wa kuamini kwa Mungu, yote yanatimia. Yuko pamoja nasi katika safari yetu ya maisha. Wazo la pili, dogo la pili, ni kuwa paa. Kuwa paa. Ndugu zangu, nasema hivi kwa sababu nataka tuangalie hili somo la Injili tena kidogo hapa, bila kuingia tafakari nzima na kubwa zaidi itakayokuja katika kipindi cha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani Christmas, kwa sababu ni somo hili tutalisikia tena. Ndio anasema kuwa paa. Unaweza kuona kuna tofauti kidogo nataka kuelezea hapa, lakini nasema kuwa paa. Kuwa paa, ili kuweza kuelewa, naomba usikie mfano ninapokuambia. Ndugu mmoja siku moja alinipigia simu na kuanza kufanya mazungumzo na mimi. Yalikuwa yanahusu familia na mambo anayoendelea kuyapitia katika familia yake. Alinigusa sana. Kwa sababu gani? Aliongea mambo mengi sana ya familia, lakini katika tabasamu. Lakini kilichonigusa zaidi ni nini? Alisema hivi, natamani watu wangekuwa kama mapaa ya nyumba. Nikamuuliza kwa sababu gani? Akasema, mapaa ya nyumba yanaficha mengi sana. Kuna mioto mingi sana inawaka chini yake. Kuna maneno mengi sana yanasemwa chini yake. Kuna magomvi sana na siri nyingi zinaendelea chini yake. Anasema, siku mapaa haya yakifunguka, dunia itashangaa, ila yanafunika. Familia na watu wasidhalilike. Alisema hicho kitu. Hiyo kauli yake ilinigusa sana. Kwa nini nayasema leo hii?
Tumesikia habari ya yale yaliyotokea chini la paa la Yusufu. Na Yusufu sasa yeye mwenyewe akawa paa katika maisha ya mama yetu Bikira Maria. Alilinda heshima yake. Yaliyotokea yeye Yusufu akawa paa. Ndio anasema kuwa kama paa, akalinda heshima. Ni sana kusema hebu linda heshima. Katika maisha yetu ya kawaida tujaribu kuwa kama paa, kulinda heshima ya watu wengine. Mimi na wewe tunaweza kujiuliza, mara ngapi tumeharibu heshima ya watu wengine kwa maneno yetu ya uongo tu? Wengine wamekosa kazi, wengine wamefukuzwa kazi, wengine hawaishi maisha ya amani kazini kwa sababu yetu. Kuna mtu ikifika Jumatatu asubuhi wakati wa kujiandaa kwenda kazini, badala ya kuwaza kazi, anawaza namna ya kukaa na sisi ofisini. Anawaza namna gani ataishi pamoja na sisi. Ana amani wala furaha, anajuta. Ndugu yangu nikwambie, si vema. Tunakosesha watu amani au furaha na kuwavunjia heshima kwa sababu tunashindwa kuwa kama paa. Tunashindwa kuwa kama Yusufu. Mara ngapi ndugu wameburuzana na kupelekana mahakamani kwa mambo yasiyo na msingi kabisa. Koo zetu nyingine ziko uchi kabisa, hazina heshima. Watu hatuwezi kukaa pamoja au kutembeleana. Tumedhalilishana. Koo tumedhalilishana. Siri za ukoo zimetoka nje. Ndugu wanagombana. Tumeshindwa kulindana kama koo hii. Naweza kujiuliza tena, mara ngapi nimewavua watu wengine, hasa watu wangu wa familia yangu? Yaani nimemvua nguo mume wangu, mke wangu, watoto wangu. Nimeondoa mapaa, sijawafunika tena. Ni mara ngapi nimefanya hivyo? Familia yangu wakati mwingine imekuwa ni sehemu ya kuongeleka na kila mtu kwa sababu haina siri tena. Baba, unaongea na kila mtu juu ya mambo yanayohusu familia yako, mambo yanayohusu mke wako, mambo yanayohusu mume wako, mambo yanayohusu watoto wako. Unatangaza na watu wanafanya kama televisheni ya kutazama. Mambo yaliyo ndani yametolewa nje katika familia nyingi. Ndugu zangu, naomba niwaambie, omba sana hekima na unyenyekevu kidogo hivi wa kuwa kama Yusufu, wa kuweka mambo ndani. Mambo mengine hatakiwi yatoke nje. Unaweza ukadhani kwamba unamdhalilisha mume wako au mke wako au watoto wako, kumbe unajidhalilisha wewe mwenyewe. Omba sana hekima uwe kama Yusufu. Ndugu zangu, mambo mengine naomba nieleze. Waswahili wanasema cha kubimbi ukimuona muogope. Kuna watu ndugu zangu wana roho ndani mwao ya chakubimbi. Hawezi kutunza asiri. Hawana vifua. Wanasema mafriji yao hayagandishi. Akiona kitu tu au akisikia kitu, kesho yake unakisikia hewani. Ndugu yangu, kama una roho hiyo, naomba uombe sana, usali sana kwa mtakatifu huyu Yosefu, ili aweze kusaidia katika safari yako ya maisha. Kuna ndugu mmoja nilikaa naye siku moja, mama mmoja amevaa kanga imeandikwa mtamaliza visigino kwa habari za umbea. Nikamuuliza, hii kanga ujumbe unampelekea nani? Akasema, hili linamhusu shemeji yangu, kwa sababu kila siku yeye ni maneno tu ya umbea. Ni kuombe sana kuwa mtu kama Yusufu, wa kutunza vitu ndani, kuwa paa katika maisha ya watu, kuwa paa kwako, kuwa paa ofisini, kuwa paa katika maisha ya watu wengine. Wafunike, tunza siri, na hapo utamuona Mungu vizuri katika nafsi yako. Kuwa mtu wa tafakari sana, Mungu atakujalia mema mengi sana
kwa sababu utapendwa na watu wanaokuzunguka na wewe utaishi kwa amani zaidi. Mungu yupo pamoja nasi. Mungu yupo pamoja nasi. Azidi kukubariki na kukujalia neema katika maandalizi haya ya Noeli yanayokuja. Tumsifu Yesu Kristo.